Mambo vipi watu wangu wa nguvu, wale watu ambao wananisababisha mimi kuweza kuwepo hapa na kuweza kuleta mada nzuri za kuhusu mishono. Natumaini wote ni wazima wa afya na napenda sana kuwakaribisha katika channel yangu ya TZ Fashion, na ndani ya kipindi cha leo tutaweza kujadili kuhusu magauni marefu. Jamani, wale wote ambao wanapenda magauni marefu piga kelele. Haya jamani, magauni yenyewe marefu yanakuwa ni magauni ambayo yanakuwa na mkanda ambao unafanana. Yaani unakuta gauni kama mfano linakuwa la maua maua, mkanda wake nao pia unakuwa una maua. Na hapa pia tutaweza kuangalia kuhusu magauni haya ambayo yamekuwa ni moja ya magauni maarufu sana kwa sababu ya kutoa mitindo ya kisasa inayoleta mvuto, inayoleta starehe, lakini pia inaleta urembo na muonekano mzuri pale tu mtu atakapokuwa anavaa aina hii ya mtindo, kwa sababu ni moja wa mtindo classic. Aina yoyote ya mtindo unaotaka kuvaa, aidha ni gauni refu, aidha ni gauni fupi, unatakiwa kujua maana yake au historia ya gauni hilo unalolivaa. Lakini siku ya leo sisi tunazungumza kuhusu magauni marefu yenye mkanda wa kufanana. Ni lazima tujue maana ya historia hii ya magauni haya marefu, na ni yale magauni ambayo yanafunika magoti au yanakuwa yako mpaka chini ya magoti, yani chini ya miguu kabisa. Wengine wanapenda mpaka kufunikwa miguu yao. Mara nyingi yanaweza kufungwa kwa mkanda unaofanana ili kuleta umbo zuri la mwanamke pale tu anapokuwa anafunga mkanda wake. Kwa hiyo unapokuwa unafunga mkanda wako, mpendo wangu, gauni lako linakuwa na muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia zaidi. Aina ya magauni haya yalikuwa maarufu kutoka enzi za zamani, kutoka mabibi zetu wapo huko. Tunaona kwamba wanavaa aina hizi za magauni haya, lakini sasa hivi magauni haya bado yapo, lakini yameweza kubadilishwa tu kidogo na kuwa na muonekano wa kisasa zaidi. Zipo baadhi ya tamaduni mbalimbali ambazo mpaka leo hii zinatumia magauni haya marefu ambayo yanakuwa na mkanda kiunoni. Mkanda wake unakuwa unafanana na gauni katika sherehe pamoja na matukio maalum. Tunaona watu wanavaa muonekano wa magauni haya katika sherehe mbalimbali, katika mikutano, tunaona wengine wanavaa ofisini, lakini hasa katika sherehe mfano za harusi unakuta mtu anavaa muonekano wa gauni hili, kwa sababu ni moja ya gauni ambalo lilikuwa ni la zamani, lakini mpaka sasa hivi linakuwa lipo, lakini katika designing zake unakuta mwingine ameweka over shoulder, mwingine ameweka mikono mirefu, mwingine ameweza kuweka mikono mifupi. Kwa hiyo hiyo yote ni moja ya muonekano mzuri wa kisasa. Kwa nini tunavaa aina hizi za magauni marefu ambayo yanafungwa mkanda katika kiuno au mkanda katika tumbo? Ya mavazi haya yanakuwa yana umuhimu gani kwa sisi pale tunapokuwa tunavaa? Hii ieleweke kwamba inakuwa ni usalama wa hali ya hewa. Kwa mfano umeenda katika sehemu zile ambazo zinakuwa zina kipupwe, zina baridi kali au zinakuwa ina upepo mkali. Kwa hiyo unapokuwa unavaa aina hizi za gauni hili unakuwa sasa unajilinda dhidi ya hali ya hewa, lakini ni moja ya vazi ambalo linatoa starehe sana katika muonekano wake, na pia ni gauni ambalo lina mvuto pamoja na uzuri wa hali ya juu. Upo umuhimu wa sisi kuweza kujua ni kwa nini tunafunga mikanda ambayo inafanana katika magauni yetu. Ni kwa nini watu wanafunga? So watu wanafunga tu kwa ajili ya urembo, lakini ina maana yake, na maana yake inakuwa kwamba pale unapokuwa unavaa ule mkanda unaleta mvuto wa muonekano wa mwili wako, lakini pia inaumba umbo lako vizuri zaidi, kuweza mtu kutambua kwamba unakuwa una umbo gani, kwa sababu unapofunga mkanda ni lazima ka shape fulani hivi kataweza kuonekana. Mkanda pia unasaidia kuunda mitindo ya kipekee sana, na jinsi mwanamke au mwanaume anavyoweza kuvutia mkanda ule kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kukuta mwanamke au mwanaume pale unapokuwa unavaa unakuta anavutiwa sana na muonekano wa ule mkanda jinsi ulivyoweza kukaa. Mwingine anafunga kushoto, mwingine anafunga nyuma, mwingine anafunga pembeni, mwingine anafunga kulia, mwingine anafunga katikati. Kwa hiyo mitindo inakuwa ni balaa, yani inakuwa ni moja nzuri.
Zipo njia sahihi ambazo unaweza ukavaa aina hizi za magauni na kuweza kuvutia au kutamanisha kwa mtindo ambao we mwenyewe utakaokuwa nao. Na hapa tutaangalia kama aina hizi za magauni, kwa mfano kuweza kuchanganya labda na viatu au kuweza kuweka. Kuna wale wengine ambao wanapenda magauni yao yawe hayana mikono, alafu ndani wanavaa bodysuit, na ile inakuwa inapendeza sana. Lakini pia unaweza ukatafuta kama mfano wa boot, viatu vya wazi au aina nyingine yoyote ya viatu, ili kuwa na mvuto wa kipekee sana. Unaweza pia ukavaa muonekano kama wa kikoti kifupi katika muonekano wa magauni haya, ili tu uwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo unaweza ukavaa kikoti then ukafunga mkanda, au unaweza lakini sana sana kikoti sio sana, unaweza tu vaa zako tu bodysuit ndani na ukawa na muonekano mzuri na wa kuvutia. Unaweza pia ukaongeza na mapambo ili kuweza kumvutia mtu zaidi pale tu anapokuwa kutazama. Yaani kama ukiweza kuvaa hivi vitu ambavyo nakupa hapa, basi ninatumaini kama unaenda ofisini, bosi wako siku hiyo atakupa hela. Hata marafiki zako siku hiyo utashangaa tu, Mwajuma shika hii 10,000 hii hapa. Unaweza ukaongeza vitu kama mfano wa hereni, unaweza ukaongeza pete, lakini pia unaweza ukaongeza mikufu ili kuweza kuimarisha gauni lako kuwa na mtindo wa kipekee sana na mtindo ambao unavutia zaidi. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba katika mavazi yetu tunaongeza na baadhi ya accessories. Unaweza ukapaka hata ka makeup kidogo hivi, sio sana jamani. Tumia tu wanja wako wa brown katika mdomo, unapaka lipstick kwa mbali, unachana nyusi zako, nywele zako umeweza kuzichana vizuri. Kama umevaa lace wig yako hapo umetoka kununua kwa Ngoti, mambo yanakuwa bol, mambo yanakuwa burudani. Pia vile vile usisahau tu kupulizia ka perfume kwa mbali hivi na kaudi kidogo jamani. Haya, kutoka hapo katika pochi yako pale unaweza ukatupia tu kipochi chako cha simple hivi, ili mambo yakawa ni mazuri zaidi. Na tujue kwamba aina hizi za magauni ambayo ya marefu, ambayo ya kufunga mkanda unaofanana, ni njia nzuri ya kueleza au kuboresha mitindo wako wa kipekee. Kwa hiyo unapokuwa unavaa unakuwa unaboresha wewe mwenyewe mtindo wako wa kipekee, kuonekana kwamba una mtindo wa kisasa zaidi. Unaweza pia ukatembelea katika maduka ambao wanauza magauni haya marefu ya kufunga mkanda, ili uweze kupata utofauti au kuweza kupata aina mbalimbali za mishono mizuri zaidi, na mishono ambayo itaweza kuvutia sana. Shukrani sana vipenzi vyangu kwa kuweza kuniangalia kutoka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Natumaini umeweza kujifunza kuhusu aina hizi za magauni ambayo unaweza kufunga mkanda unaofanana ili kuleta mvuto wa kipekee sana. Tukutane wakati mwingine, na wapenda sana vipenzi vyangu. Bye bye. I love you all. Mwah.